Yohana Mtakatifu sura ya 1 na mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulijifunza kuwa mtoto wa Mungu, na leo tunaendelea na kipengele ambacho tutakuwa nacho siku ya leo. Ni kwamba unapokuwa mtoto wa Mungu hutakiwi kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa mtoto wa Mungu hutakiwi kukata tamaa. Na kwa nini usikate tamaa? Kwa sababu Mungu ni baba yako, na kama ni baba yako anao uweza na nguvu wa kukusaidia na kukuvusha. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo ni marufuku kwa mtoto wa Mungu kukata tamaa. Na wakati najifunza neno hili, nilipoenda kwenye tafsiri ya lugha ya wenzetu, inasema wale waliompokea, he gave them the right to become children of God. Ina maana sisi sio kwamba tumepewa favor ya kuwa watoto wa Mungu. Mungu ametupa haki. Tuna haki ya kisheria kuwa watoto wa Mungu. Na sasa sisi tuitambue hiyo nafasi ambayo Mungu ametupa. Na kukutambua hiyo nafasi, hatutakata tamaa. Kwa hiyo asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, usikate tamaa. Iko mifano mingi ya watu ambao kwenye Biblia walikata tamaa, lakini Mungu kwa huruma na rehema zake aliwahurumia, akawabeba tena. Haleluya, watu wa Mungu. Nitakupa mifano michache ya watu ambao walikata tamaa. Na ni kwa nini Mungu hapendi sisi tukate tamaa? Kwanza, kukata tamaa ni nini? Kukata tamaa ni kitendo cha kuona kwamba huwezi tena kuendelea vile ambavyo ulikuwa unaendelea. Kwa maana nyepesi kabisa ya ni ile hali ya kuona kwamba hapa nimefikia mwisho, siwezi kuendelea. Mfano, unasafiri, unasubiria basi, ukasubiri, unaona basi haliji, ukaamua kurudi nyumbani. Ina maana umeshindwa kuendelea kungoja. Sasa hata katika maisha yetu ya kila siku, tunapokata tamaa, Mungu kama baba yetu anajisikia vibaya. Ina maana mtoto wangu ameniona mimi siwezi, au ameniona sina nguvu ya kulifanya jambo hili. Tunamweka Mungu kwenye nafasi ambayo siyo na hakustahili. Mungu anataka hata katikati ya magumu tuendelee mbele. Amina, watu wa Mungu, tuendelee mbele. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusikate tamaa. Tusikate tamaa. Hilo unaloliona, unaumwa, madaktari wamepima, ni kweli wamepima, na vipimo vyao viko sahihi, ni sahihi kabisa. Hicho walichokiona ni sahihi kabisa. Lakini je, neno la Mungu linasema nini kwa habari ya ugonjwa ambao unaumwa? Neno la Mungu linasema nini? Yeye ni Mungu atuponyaye, si ndio? Hakuna neno gumu asiloliweza, si ndio jamani? Kwa nini unakata tamaa? Hali ngumu ya uchumi, madeni. Nawaambiaga kila siku, Yesu alilipa deni la dhambi, atashindwa kulipa madeni ya pesa? Na tumeona Mungu akifanya. Sasa sikutii moyo uwe na tabia ya madeni. Sio kwamba nakutia moyo, lakini Mungu tunayemwamini anaweza. Mimi mwenyewe Yesu aliwahi kunilipia deni la kwenye mtandao. Yes, alilipa deni la kwenye mtandao. Jamani, Empower, si mnajua Empower? Nilikopa Empower. Nilikuwa na mazingira magumu, nikakopa Empower na sikulipa lile deni. Sasa Empower ukishakopa huwezi tena kukopa. Ukitaka kukopa itakurudisha kwenye deni kwamba wewe una deni. Lakini nimekopa, kuingiza tena hivi, nikakopa tena. Nikasema haleluya, Bwana amenitendea muujiza. Ninao ushuhuda wa mtu mmoja ambaye alikuwa anadaiwa na TANESCO millions of money.
na akapelekwa mahakamani. Wakati alipopelekwa mahakamani, kesi ilipoanza, wanakuja kusoma, meneja anakuja anasema, je, huyu mtu tumemletaje? Mbona hana deni na dokumenti yake hii hapa, tena ana salio? Yeye mwenyewe akabaki anashangaa, kwa sababu kweli anadaiwa na anajua kwamba anadaiwa yani. Sasa nini kilitokea? Mungu hajawahi kushindwa na neno lolote. Amina, watu wa Mungu. Mungu hajawahi kushindwa na neno lolote. Usikate tamaa, mtoto wa Mungu, usikate tamaa. Mungu anajisikia vibaya unanyong'onyea. Acha nikupe ushuhuda wa mtumishi mmoja wa Mungu. Wengine mnaweza mkawa mnamjua, kwa hiyo nitamweka tu jina lake kwenye box. Huyu binti alikuwa anaitwa binti Sayuni. Sio kwamba binti kwa umri wake, alikuwa na miaka 50. Lakini alikaa akamngoja Bwana. Ana miaka 20, miaka 30, miaka 40. Yeye yupo tu, anaendelea kumpenda Bwana. Bidii yake haishuki, moyo wake haushuki. Yani kiwango chake cha kumpenda Mungu kiliendelea. Wengine wote wanaolewa. Yeye yupo tu, tena anawachangia na kuwachangia. Sio kama mwingine, mtu anaanza kujisikia vibaya, mbona wengine wanaolewa, mimi nipo tu, mbona mimi nipo tu. Hapana, yeye alikuwa anafanya kwa ajili ya watu wengine. Angalia sasa Mungu alivyo mwaminifu katika kitendo chake, na alikuwa anawaambia watu, anaambia, mimi nitavaa shela tu, hata niwe na miaka 90 nitavaa shela tu. Unaiona imani ya huyo mtu? Hakumkatia Mungu tamaa. Siku ya siku Mungu akamkurupusha mtu huko alikotoka. Kwenye ndoto akalala, Mungu akamwonyesha kwamba wewe, mke wako yuko kijiji fulani, anaitwa fulani. Akamwonyesha mpaka nguo, akamwambia mpaka mchungaji wake, nenda kwa mchungaji fulani. Hajui hicho kijiji A wala B. Alitoka akaenda, alipoenda akakutana na yule mchungaji, akaongea naye, akasema, mimi nimekuja kwa jambo hili na binti nilionyeshwa ni huyu. Yule binti siku anatokea, lakini namsema binti ila ana miaka 50. Sawa, nasema tu binti kwa sababu alikuwa hajaolewa. Siku anatokea, alitokea na nguo ile ile ambayo yule mtu aliiona kwenye ndoto. Kutokukata tamaa. Bwana asifiwe. Kutokukata tamaa. Usikate tamaa. Juzi tulisikia ushuhuda mmoja na Dr. Caro. Ushuhuda huu ulitupa nguvu, tukampenda Mungu tena kwa upya. Mchungaji mmoja ameoa. Baada ya kuoa, Mungu akambariki akapata mtoto. Bahati mbaya yule mtoto aliyepata alikuwa na shida ya kichwa kikubwa. Kwa hiyo yule mama mchungaji alipoona amejifungua mtoto yule namna ile, wazazi wake wakamwambia, hapa kuna mkosi, achana na huyu mume wako. Kweli na yeye akaachana na mume wake, akarudi kwa wazazi wake. Mchungaji kapambana, kamwachia mtoto mchanga hospitali. Neema ya Mungu ikawa juu ya mchungaji, akaendelea kutunza ule mtoto na Wasamaria. Sijui bahati mbaya au bahati nini sielewi, yule mtoto Bwana akampumzisha. Baada ya kumpumzisha, mchungaji amerudi nyumbani, kakaa anaendelea na maisha. Mama karudi, baba nisamehe, ilikuwa ni pressure ya wazazi wangu. Mchungaji mtumishi wa Bwana akamrejesha, ila akaweka sharti moja, hatutakaa tupate mtoto. Hilo ndo sharti mchungaji aliliweka, hatutakaa tupate mtoto. Sitaki kwa sababu yasije akanipata yale ambayo yalitokea. Mama sasa akaanza kuhaha, anabembeleza sana, hapana. Maisha yameendelea, maisha yakawa magumu ya ndani ya nyumba, lakini pia na nje huduma ikawa ni ngumu. Mchungaji akakata tamaa, akaamua aende akajinyonge. Kwa hiyo siku ambayo amepanga kwenda kujinyonga, akaandaa vitu vyake kwamba alfajiri na mapema ataondoka. Saa 11 ndivyo alivyopanga, na hajamwambia mtu. Angalia ninapokuambia kwamba Mungu ni baba yetu, angalia namna ambavyo Mungu anatenda. Huko Mungu akamkurupusha mtu mbali kabisa, akamwambia, nenda kijiji fulani kwa mtu mmoja anaitwa fulani, nenda kamwambie hajamaliza kazi yangu. Hicho anachotaka kukifanya asifanye. Mimi ni Mungu wake, bado nitamvusha. Mungu amemwamsha yule mtu saa 8 usiku. Hajui hicho kijiji, haelewi atafanyaje, lakini kwa kuwa alikuwa anampenda Mungu na kumtii Mungu, aliamka akajiandaa. Haelewi pa kwenda, akawa anaongozwa tu na Mungu, anaongozwa tu. Yeye mwenyewe haelewi alipofika,
akajikuta tukaishafika kwenye hicho kijiji. Anaposimulia anasema mimi sielewi, kwamba nilitembea sijui, kwamba nilibebwa sijui, na ni mbali, ni kilomita nyingi na kijiji hakijui, lakini alifika. Saa 11 imefika, anagonga, kaelekezwa mpaka kwenye nyumba, anagonga. Anafungua mchungaji, wewe ni nani? Sasa mimi naitwa fulani. Wewe ndio fulani? Ndio, Bwana amenituma. Amesema haujamaliza kazi yake, usifanye hicho kitu unachotaka kufanya. Kama ni wewe unafanyaje? Utaendelea? Tunasema Bwana umeniona. Unaanza tu kuingia kwenye toba, Bwana naomba unihurumie. Watu wa Mungu, tusikate tamaa. Yuko Mungu ambaye ni baba yetu, ambaye anatupenda, ambaye anatuwazia mema, ambaye anatujali, anahusika na maisha yetu. Mungu anaziona shida zetu, Mungu anaona mahangaiko yetu, Mungu anaona kuugua kwetu. Sio kwamba aoni, na anajali. Amina, watu wa Mungu. Tunaye Mungu ambaye ni baba yetu, anatujali. Shetani asitudanganye. Napendaga neno la mchungaji Douglas, aliwahi kuniambia, akasema Mungu wako anayekupenda asikufarakanishe naye. Yaani shetani asikufarakanishe na Mungu kwa ajili ya hivyo vitimbwi anavyovileta. Atakuonyesha tu ugonjwa ambao unaona kama hauponi, lakini sio kwamba hauponi, ni adui anataka kukufarakanisha na Mungu ili ukate tamaa, uiache njia. Lakini asubuhi leo nakutia moyo, endelea mbele. Msaada wako ule pale uko mbele unakungoja. Bwana asifiwe. Msaada wako uko pale mbele. Nimekuwa nikitoa ushuhuda huu na nitaendelea kuutoa na kuutoa na kuutoa, kwa sababu nilimwambia Mungu kwa ushuhuda huu kila nitakaposimama mahali nitausema, na sio mgeni kwenu. Wakati ambapo nimeshindwa kujifungua, madaktari wananihesabia muda wa kufa. Alafu Mungu Bwana ni waajabu sana. Hivi kitu gani kilichowafanya wale madaktari wajadili ishu yangu wakati mimi niko pale? Kitu gani kilichowafanya wajadili ishu yangu wakati niko pale? Wakiamini kwamba lugha wanayoongea mimi siisikii. Wanajadili, okay, huyu mama sasa hawezi kujifungua, kwa hiyo tutapoteza watu wawili. Wanajadili pale. Sasa kwa kuwa huyu mama hawezi kupona, acha tukimize theater tukaokoe mtoto. Mungu aliruhusu niyasikie yale maneno, lakini moyoni mwangu mimi, hata kama nisingeyasikia maneno yao, nilishamwambia hivi, Mungu mimi sifi, kwa sababu wewe Mungu ni zaidi ya hawa madaktari. Kwa hiyo wanaponikimbiza theater, wanajua kwamba wanaenda kuokoa mtoto, alafu mimi niingia kwenye jokofu. Mimi nikasema sifi kwa jina la Yesu. Nikasema sifi kwa jina la Yesu. Tumefika theater, wanajiandaa hapo, mtu wa usingizi anakuja, mama nikuchome. Nikamwambia no, usinichome hiyo sindano. Kwa nini? Nikamwambia mimi mtoto anatoka. Mama hatoki. Nikamwambia sikiliza, wewe sio Mungu, huyu mtoto anatoka. Wakasema nimepata kichaa cha mimba yani. Wanamuita daktari bingwa. Daktari njoo, mgonjwa wako atake tumchome sindano. Daktari anakuja, alikuwa ananifahamu. Fulani vipi? Namwambia daktari hapana, mtoto anatoka. Akacheka kwa dharau. Mtoto hawezi kutoka. Vipimo umeviona? Nikamwambia hivyo ni vipimo vyenu, sio vipimo vya Mungu. Mungu alivyotenda muujiza, anacheki njia hivi, anatoka na mtoto. Sikupush mtoto. Mtoto alitoka mwenyewe. Bwana asifiwe. Sasa kwa nini tumkatie Mungu tamaa? Usimkatie Mungu tamaa. Hata katika hilo unalopitia, msaada wako uko pale. Amina jamani. Na tumejifunza juzi kwamba mitihani ambayo tunaipitia inatupandisha daraja. Inatupandisha daraja. Inainua viwango vyetu vya kuendelea kumpenda Mungu. Inainua viwango vyetu vya kuendelea kumwamini Mungu. Inainua viwango vyetu vya kuendelea kufanya kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Simama mahali ulipo, twende tukamshukuru Bwana. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa kututia moyo tena asubuhi ya leo. Ninalibariki jina lako Bwana kwa ajili ya neno ambalo umelileta tena kwetu asubuhi hii. Tunakushukuru Bwana kwa kutufariji. Tunakushukuru Bwana kwa kuendelea kutuimarisha, ya kwamba sisi ni watoto wako, na hivyo Bwana hatutaki kukata tamaa, maana bado uko msaada kwa ajili yetu. Bado mkono wako unaweza kutenda kwa ajili yetu.
Jina lako libarikiwe. Neema yako Bwana iwe juu ya maisha yetu. Na kama asubuhi ya leo yuko mtu ambaye anapitia jambo gumu na moyo wake unaenda kuinama kupitia neno hili, Yesu, ninaomba achilia neema mpya Bwana. Achilia uwezesho katika jina la Yesu. Achilia uwezesho Bwana. Ninaikataa roho ya kukata tamaa. Ninaipinga kwa jina la Yesu. Ninaipinga kwa jina la Yesu. Ninaomba mkono wako wenye nguvu ukagange mioyo yetu. Tutetee Bwana, tupiganie. Bado tunakuamini Mungu, kwa kuwa wewe ni baba yetu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu atubariki sana.